Katika ufalme wa Joseon kulikuwa na binti wa msomi maskini, Hairim, mashuhuri kwa uzuri, hekima na moyo wa huruma. Siku moja, akisaidia wagonjwa sokoni, macho yake yakakutana na kijana mrembo mwenye mavazi ya kifahari, mwanamfalme Junho. Hakujua kuwa huyo ni mrithi wa kiti cha enzi. Junho alishituka kuona msichana mrembo kiasi hicho akiwa mnyenyekevu. Tangu siku ile, alianza kumfuatilia kwa siri, lakini ufalme haukupenda. Waziri mkuu mwenye roho mbaya, Lord Minsok, alikuwa na mpango kumwoa binti yake kwa mwanamfalme ili kupata mamlaka. Junho alianza kumtembelea Hairim usiku akiwa amevaa mavazi ya watu wa kawaida. Walizunguka mashamba, wakakula chakula cha mitaani na kuongelea ndoto zao. Hairim, asiyejua utambulisho wake, alijikuta akimpenda sana. Lakini msichana mwingine alimchukia sana. Sela, rafiki wa utotoni wa Junho ambaye alimpenda tangu kitambo, wivu ukamjaa. Mama ya Hairim alikuwa na laana ya ukoo, roho ya mwanamke wa zamani aliyewahi kuchomwa moto na familia ya kifalme karne nyuma kwa kosa ambalo hakulifanya. Laana ilikuwa msichana wa ukoo huu akikumbana na upendo wa kifalme, damu itamwagika. Mama yake Hairim akajua uhusiano huu ni hatari. Akamwambia binti yake amwache kijana yule bila kumwambia sababu. Siku moja, askari wa kifalme walivamia kijiji wakimtafuta mwanamfalme aliyekuwa akitoroka usiku. Hairim alishutuka kuona Junho akiinama kusalimiwa kama mrithi wa kiti cha enzi. Moyo wake ukavunjika. Akasema, "Kwa nini hukuniambia?" Akajibu, "Nilitaka unipende kama mtu, si kama mfalme." Lakini sasa haikuwezekana. Uhusiano wao ukawa wa hatari. Lord Minsok alianza fitina. Alimlisha mfalme ambaye ni baba wa Junho sumu polepole. Alipandikiza uongo kwamba Hairim ni mchawi na akamtumia Sela kuleta ushahidi wa uongo. Hairim akakamatwa na kutupwa gerezani. Junho akapigana kumwokoa mpenzi wake, lakini wazee wa baraza wakasema mwanamke huyo ataleta balaa ufalmeni, aachwe au wawe. Katika gereza lenye giza, Hairim akalia usiku kucha, lakini wakati macho yake yalianguka ardhini, roho ya mwanamke aliyechomwa zamani ikaamka. Ukuta ukaanza kutetemeka, taa zikaungua zenyewe, minyororo ikaanguka. Roho ile ikasema, "Upendo wako unasafi, lakini damu lazima ilipiwe." Hairim akaachiliwa na roho, lakini kwa uwezo ambao hajawahi kuwa nao. Usiku wa dhoruba, Hairim akaenda ikulu. Sela kwa wivu akajaribu kumzuia, lakini roho ikamwangusha na kumvuta sakafuni kama upembo mkali. Sela akapoteza fahamu. Lord Minsok akajaribu kumshambulia kwa upanga, lakini ukamgeukia mwenyewe. Kwa mara ya kwanza alikiri, "Ndiyo, nilimuua mfalme. Nilichoma familia yenu zamani." Laana ikatimiza haki yake. Laana ilikuwa imetulia, lakini Hairim alianza kudhoofika. Roho ikasema, "Kwa haki hii, maisha ya kuisha." Junho alilia akimkumbatia. Akasema, "Usiniache, nitatoa maisha yangu badala yako." Lakini Hairim akasema, "Ufalme unahitaji wewe, moyo wangu unatosha." Roho ikatoweka na Hairim akapoteza nguvu. Lakini wakati wa jua kuchomoka, dawa ya kifalme iliyokuwa imefichwa na mama yake ikamponya polepole. Sio miujiza, ni dawa ya kale iliyosahaulika, na joto la roho lilikuwa limemwondolea sumu ya mwili. Junho akawa mfalme, Hairim akawa malkia, lakini akakataa nguvu za roho zote, akachagua amani. Sela aliomba msamaha na akapelekwa monastari kutafakari maisha upya. Ufalme ukawa na amani, na upendo wa Junho na Hairim ukawa hadithi ya vizazi. Mwisho. Karibu Mkolwe Product, ujipatie unga wa lishe, unga wenye faida kem mwilini kwa shilingi 3,000 tu popote pale ulipo. Piga simu namba 0687722315 au piga simu namba 0716283088. Mkolwe Product, help us to help you.
Pata mafunzo.